mwaka mmoja, miaka miwili nyuma, Mheshimiwa Rais alielekeza tuanze ujenzi wa mradi huu wa bwawa la Kidunda ili kuweza kupata suluhu ya kudumu ya upatikanaji wa maji hata vipindi ambavyo mvua hazitakuwa za kutosha ama zitachelewa kuja. Hilo ndio chimbuko la mradi huu. Mimi maelekezo yangu, pamoja na kwamba tuna miradi mingine ambayo ilikuwa inaendelea, pamoja na kwamba tuna mahitaji mengi ya fedha, mradi huu usisimame, uendelee kutekelezwa. Kaeni mtengeneze jedwali ambalo litamwezesha mkandarasi kuendelea moja kwa moja kwenye utekelezaji wa mradi huu, ili tukafute kabisa historia ya Watanzania kupata mgao wa maji pale tunapopata ukame ama mvua zisizotosheleza. Na kwa kuwa kazi hii imeshaanza, hii inaonesha uwezo wa kiongozi wetu wa kuona mbali, kwa sababu hili lilianza kabla ya tatizo kujitokeza. Lakini hivyo hivyo uwezo wa serikali wa kuchukua hatua katika kutekeleza masuala yanayohusu kuwapatia ufumbuzi wananchi wetu. Hili ni jambo la msingi sana ambalo limefanyika na litatusaidia kuondokana na kero katika ukanda huu. Mheshimiwa Waziri pamoja na wataalamu, Katibu Mkuu ameeleza kwamba mradi utakapokamilika umekadiriwa kutumia shilingi bilioni 336. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi hivi sasa takriban shilingi bilioni 100 zimeshalipwa kwenye mradi, na kama unatarajiwa kukamilika kama ambavyo imeelezwa, mradi unatarajiwa kukamilika mwezi wa Disemba mwaka huu 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisini kwetu, wizarani kwetu tayari tuna hati 3 za madai ya mkandarasi ambazo zimeshathibitishwa na mshauri na zimehakikiwa, ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 24.1. Hizi tumepanga kuzilipa katika mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maji kuandaa hilo bango kitita la kuangalia takriban tunavyoona utendaji wa kazi na certificates ambazo zitakuwa zimetolewa, hati za madai za mkandarasi, na tutajitahidi kuzilipa ndani ya mwaka huu mradi uweze kukamilika. Ujenzi wa bwawa hili la Kidunda ni mradi ambao ulikuwa kwenye makaratasi kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia na akasema bwawa hili lazima tulijenge. Tuli experience mabadiliko ya tabia ya nchi. Miaka ya mwanzoni 2023, Mheshimiwa Rais alisema haya mambo tulikuwa tukiyaona kwa wenzetu, sasa tunayaona nchini. Lazima tujue namna ya kuishi na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunajua ujenzi wa miradi ya namna hii inahitaji gharama, lakini kwenye kutoa huduma kwa wananchi wetu hatutoangalia gharama. Lazima tufanye maamuzi juu ya ujenzi wa mradi huu mkubwa. Mheshimiwa, mradi huu unagharimu zaidi ya bilioni 336. Mradi huu una uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya bilioni 190. Mradi huu utakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme zaidi ya megawati 20.8. Mradi huu juu ya ujenzi wake, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna vijana wetu wa Kitanzania wamefaidika zaidi ya 650 juu ya ujenzi wa mradi huu. Lakini wananchi wa hapa Morogoro, maeneo ambayo yalikuwa hayapitiki, leo tumejenga barabara zaidi ya kilomita 75. Kwa lugha nyepesi nataka nizungumze, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu wa Kidunda ndio mradi ambao utakwenda kuudunda mgao wa maji na ukame na mabadiliko ya tabia nchi kukamilika kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujio wako naamini sina mashaka, umekuja na waziri wa fedha, umekuja na waziri wa kilimo, umekuja na naibu waziri wa nishati, watu wa mazingira, waheshimiwa wakuu wa mikoa wa Pwani na Dar es Salaam pamoja na Morogoro. Hapa yanakwenda kufanyika maamuzi. Kazi hii umeianza kwa muda mrefu tangu Mheshimiwa Rais alivyotoa maamuzi. Ukiwa waziri wa fedha unaufahamu vizuri. Tunajua makadirio kwamba mwezi wa 12 mradi huu unakwenda kukamilika. Hatuna mashaka Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi unategemeana fedha. Sisi tumejipanga kwenye usimamizi, ufuatiliaji ili kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati. Wana Pwani, wana Dar es Salaam na wana Morogoro
ili waweze kufaidika na mradi huu. Lakini yapo maombi ya Mheshimiwa mbunge Babu Tale juu ya ukamilikaji wa mradi huu, wananchi wake wa vijiji hivi vipate maji. Tunakwenda kuwapatia huduma ya maji safi na salama.